Jina langu naitwa Jumane Nkungu, ni afisa uhusiano huduma kwa wateja mkoa wa Mtwara. Leo katika ukaguzi wa mafundi wetu, ukaguzi wa kawaida kabisa, wamekuta mteja wetu huyu Fred Kapinga akiwa amejiunganishia umeme kinyume cha utaratibu. Amezunguka mita ili yale malipo umeme atakayotumia usipimwe. Kwa hivyo tumemuuliza, amekiri kwamba ni kweli alifanya hivyo. Wiki moja iliyopita alifanyiwa na fundi anaitwa John. Tunaendelea kumtafuta John ili pia naye atuambie kwa nini anafanya hivi. Lakini tutoe rai kwa wanamtwara kwamba ni kosa kubwa kutumia umeme huu nje ya utaratibu. Changamoto ambayo atapata usumbufu mkubwa, na sasa hivi inabidi tunavyoondoka hapa tutenganishe huduma ya umeme hadi hapo atakapolipa zile gharama ambazo tutaenda kumwandalia. Kwa wananchi, tusidanganywe na watu wengine. Tusidanganyike, hakuna manufaa yote ya kufanya jambo hili kwa TANESCO wala kwa mteja. Sasa hivi ataendelea kupata shida, umeme utakuwa ukatiki, alikuwa anachomelea kidogo kidogo, lakini hatapata huduma hiyo tena kwa sababu tutaisimamisha mpaka hapo atakapolipa hizo gharama ambazo tunatakiwa tumfanyie. Kwa hiyo tuombe wananchi wa Mtwara tuache kufikiria kwamba kutumia umeme nje ya utaratibu ni sawa. Tujue kwamba hilo ni kosa na ukikamatwa utasumbuka. Fred Kapinga hapa Mbezi Matopeni. Hapa ni wiki moja iliyopita kuna fundi alikuja kunishawishi hapa. Kwa hiyo akaja akafunga kaweka, lakini hata bado sijaona na matumizi yoyote yale, ndio inatokea hivi. Sasa nimejaribu kumtafuta kwenye simu aje hapa ajibu, na yeye kwa jinsi alivyofanya na yeye kwenye namba yake ya simu hapatikani. Lakini hata hiyo hela bado sijampa, na yeye mwenyewe ndio kama hivi, na najua mpaka sasa hivi ameshapata taarifa, ameshakimbia. Yani huwa ilikuwa kwa ajili ya kuna kazi ambayo ilibidi baadaye ifanyike. Kuna hili zoezi limefanyika wiki moja iliyopita. Kwa hiyo kazi hiyo kabla haijaanza na ndio inakuwa hivi. Kwa hiyo kazi gani? Kuna kazi ya kuchomelea ambayo ilibidi ifanyike hapa. Sasa ni kwa nini umekuchomeka kabla kazi haijafanyika? Sasa kazi yenyewe bado haijafunguka. Kuna muda gani ndio umechomeka waya? Ni hata wiki haijafika, kama siku 5 au 6. Ni kwa nini tumefika TANESCO hapo kaanza kuvuta waya na kuchomoa? Ni baada ya nyinyi kuniuliza kwamba waya umetoka juu. Kwa hiyo na mimi kaenda kushika ile waya ndio ulipochomoka. Umechomoa makusudi. Na ulikuwa unamlipa shilingi ngapi? Yetu tukubaliana shilingi 80. 80. Maana umekubali kwamba utumie umeme bure, alafu 80 umpe John. Lakini bahati mbaya nzuri sijatumia bado. Kwa jina naitwa Swanina Tumnole, kwa maarufu ni Mama Faridi wa mtaani hapa, mtaa Matopeni. TANESCO walikuwa wanapita wanafanya ukaguzi, wakamkuta mteja ambaye ameiba umeme. Kwa hiyo wananchi tusifanye hivyo, kwa sababu tunatia shirika hasara. Naitwa Mwajuma Nangumbi, mkazi wa Mbezi Magomeni. Kilichofanyika hapa sio kitendo kizuri. Naomba wananchi tusifanye hivyo, kwa sababu tukifanya hivyo tunaipa hasara shirika la TANESCO. Kwa hiyo naomba tusifanye hivyo, kufanya hivi ni kinyume cha sheria. Amechomeka huko juu ya bracket huko, yani maana kabla ya mita akachomeka kwenye plug yake ya umeme hapa hii. Plug ya umeme hapa. Alafu ndo anakuwa anachomeka vifaa vyake kwa upande huu. Kwa hiyo vifaa vyote ambavyo anachomeka hapa havipimwi na TANESCO. Ni bure. Ndio kosa alofanya mteja.